Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Hii ni Morning Trumpet, nami ni Faraja Sandigia. Nilikudokeza mapema tu kwamba pamoja na mambo mengine tutakayozungumza pamoja na umuhimu wa namba ya uhakiki wa tuzo AVN kwa wanafunzi ambao wanatarajiwa kujiunga na vyuo vya juu. Hapa studio tumemwalika Twaha, huyu ni mkuu wa kitengo cha udahili. Karibu sana. Asante sana. Kutoka NACTE. Tunafurahi kuungana nasi asubuhi hii. Naam. Na nilivyokuwa najaribu kuitafakari hii namba ya tuzo Ndio ambayo imeanza kutolewa mwaka jana. Naam. Kuna maswali mengi yanaibuka. Naam. Labda tuanzie hapa. Hiki ni kitu gani? Labda ni kabla sijaenda huko niseme nizungumze kidogo kuhusu Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi au NACTE. Watu wengi wamezoea kuzungumza NACTE. Na nakumbuka tulipokuwa hapa siku moja ulizowahi kuzungumza NACTE na NECTA kwamba hivi vitu vinakuchanganya. Unapiga kelele kichwani. Sasa tunazungumzia NACTE. Usipokuwa makini unaweza ukazungumzia NACTE ukimaanisha NECTA. Sasa na watu wengi wamekuwa wakipiga simu Baraza la Mitihani Tanzania wakiulizia kuhusu hizi award verification number. Kwa jamani, mbona sisi hatupati utaratibu ukoje? Lakini hapa tunaizungumzia Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, NACTE. Sasa hii ni chombo ambacho kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria sura ya 129 na ambacho kina mamlaka ya kusimamia na kuratibu utoaji wa elimu ya mafunzo ya ufundi nchini. Lakini pia baraza linataka kuhakikisha kwamba kama kuna taasisi yoyote au chuo chochote ambacho kinataka kutoa program ambazo zinahusiana na mafunzo ya elimu ya ufundi nchini, zinatakiwa ziwe zimesajiliwa au zile program basi nazo ziwe zinatambuliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Na hili tumekuwa tukilizungumza mara nyingi, na wale wanaoenda kusoma katika ngazi ya cheti, ngazi ya diploma, wanatakiwa walijue hili na wahakikishe kwamba wanaenda kusoma katika program zinazotambuliwa na baraza, wanaenda kusoma katika vyuo vinavyotambuliwa na baraza, na hili halina ugumu wowote. Hivi nitajuaje kama chuo kinatambuliwa na baraza? Ndio ngasema kwamba hakuna ugumu wowote wa kujua. Ni rahisi sana. Kwa sasa tuna kwenye website ya NACTE ukiingia mle utaona vyuo vyote na program ambazo zimesajiliwa kwa kila chuo. Vyote utavikuta pale. Wanafunzi waache uvivu, waingie kwenye mitandao wasome. Ni muhimu sana. Lakini pia tuna kitabu tunakisema kinaitwa Mwongozo wa Udahili, ambao kwa Kiingereza tunaitwa Admission Guidebook. Na hiki kimetoa orodha ya vyuo pamoja na program ambazo zinatolewa katika vyuo vile, pamoja na taarifa zingine nyingi ambazo mtu anaweza kuzipata kutoka kwenye guidebook. Labda anataka kujua ada kiasi gani nalipo katika chuo kiko sehemu gani, labda anataka kujua sifa za kujiunga na hiyo program zikoje, basi anatakiwa apate hiyo Admission Guidebook. Na tumerahisisha kwamba hiyo Admission Guidebook tumeweka kwenye mtandao wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi kwenye website yetu, ambayo ni www.nacte.go.tz. Kwa hiyo hii wataweza kupata hizo sifa. Sasa tunapozungumzia award verification number au namba ya uhakiki wa tuzo, hii ni namba ambayo yule muombaji anayekusudia kuomba kwa ajili ya kujiendeleza katika elimu ya juu, amehitimu diploma, anataka kuendelea na masomo ya ngazi ya shahada, degree, huyu anatakiwa awe na hii award verification number ambayo alimaarufu wanaita AVN. Sasa hii AVN ni kitu ambacho kina taarifa za huyo mwanafunzi aliyehitimu ngazi ya diploma. Kwa hiyo utakuta mle kuna taarifa za mwanafunzi zote. Majina ya mwanafunzi yatakuwa mle, tarehe yake ya kuzaliwa, atakuwa na matokeo yake ya mitihani yako pale. Sasa hii ina award verification number ni muhimu kwa sababu imerahisisha mambo mengi. Nitaeleza. Mathalan huko zamani wakati watu wanaomba kwenye vyuo vikuu au vyuo vinavyotoa elimu ya juu, alikuwa anatakiwa au chuo kinatangaza kwamba tuna mtu ambaye anataka kusoma shahada kwa kuwa na equivalent qualifications, kwa maana wale ambao wana diploma, anatakiwa awe amesoma na kuhitimu katika chuo kinachotambuliwa na mamlaka husika au chuo kinachotambuliwa na serikali. Lakini pia awe amesoma program ambayo inafanya nini na yenyewe inatambulika na mamlaka zinazohusika. Sasa hili limekuwa liko hivyo, lakini kipindi cha nyuma pia umezungumza vizuri wakati unaanza hapa kwamba hii award verification number imeanza mwaka jana. Sasa kipindi cha nyuma ilikuwaje?
hiyo bila kuwepo award verification number. Kipindi cha nyuma wanafunzi waliokuwa wanaomba kwenda kusoma elimu ya juu walikuwa wanaomba kupitia Central Admission System, mfumo wa udahili wa pamoja ambao ulikuwa unaitwa almaarufu CAS, TCU. Kwa hiyo hii ilikuwa wanaomba moja kwa moja kule. Sasa ukiomba ile mfumo wa TCU ulikuwa umeunganishwa na mfumo wa baraza. Kwa hiyo taarifa za matokeo ya wanafunzi yale ya diploma TCU kupitia mfumo walikuwa wanaweza kuzipata kwa urahisi. Kwa hiyo walikuwa wapati tabu kuweza kujua kwamba mwanafunzi lazima apeleke kusema kwamba hiki ni nani inatambulika na mamlaka zinazohusika. Kwa hiyo TCU inaweza kujua kiurahisi. Lakini pia TCU kama walikuwa wanapata shaka, ilikuwa ni rahisi kuwasiliana na NACTE kwa sababu ya mifumo ili kuweza kuona namna gani hii kitu kama inatambulika au haitambuliki. Lakini baada ya kuondoka kwa mfumo wa udahili wa pamoja mwaka jana, serikali sasa wanafunzi watadahiliwa na vyuo moja kwa moja. Asante sana. Kwa hiyo katika hilo serikali iliagiza Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi kuhakikisha kwamba lina facilitate hivi vyuo viweze kudahili wanafunzi kwa urahisi na kwa wepesi. Sasa ili kuviwezesha kuweza kudahili kwa urahisi na kwa wepesi, baraza likaona litoe hii award verification number. Kwa hiyo tukaanzisha huu mfumo wa kutoa award verification number ambazo sasa mwanafunzi akishaipata ile akiwa na apply kwenye chuo anaambatanisha na hiyo namba au anaandika kwenye zile fomu au katika anapokuwa anajaza kwenye mitandao ya chuo anaweka na ile namba. Sasa ile namba akishaiweka, chuo wakiingiza kwenye mfumo wao wana uhakika wa kuweza kupata zile taarifa za mwanafunzi zote kupitia moja kwa moja kutoka kwenye database za Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Lakini hii namba ya award verification number pia inahitajika na TCU kwa sababu TCU bado ina jukumu la kuhakiki wanafunzi wote ambao wamedahiliwa kwenye vyuo husika. Kwa hiyo kama wana sifa zile za kudahili, kama wamedahiliwa na sifa stahiki, kwa sababu tayari wamedahiliwa kwenye vyuo vimewafanyia uchaguzi. Sasa je, vyuo vimechagua wanafunzi wana sifa sahihi? Na kama chuo chenyewe alichodahiliwa nacho kina sifa ya kudahili kozi husika, definitely ndio uhakiki wa sasa huo TCU wanafanya. Kwa hiyo sasa ili kurahisisha, na mathalan mwaka huu TCU wametoa maelekezo kwenye vyuo vinavyotoa elimu ya juu kwamba wapeleke namba ya mtihani wa form 4 ya mwanafunzi, wapeleke na award verification number. Hivi vitu viwili vinatosha. Yaani uhitaji kupeleka majina ya mwanafunzi kwa sababu tayari majina yapo ndani ya hiyo namba ya mtihani wa form 4 ambayo tayari moja kwa moja TCU watakuwa wanapata moja kutoka kanzidata ya Baraza la Mitihani. Hiyo AVN watakuwa wanapata moja kwa moja kutoka kwenye kanzidata ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Kwa hiyo hizo taarifa wataweza kuzipata. Kwa hiyo watapeleka kule. Lakini pia award verification number inahitajika pia na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Na wanahitaji kujua kama unaomba mkopo na wewe ni mhitimu wa diploma, wanataka kujua je, ni kweli ulisoma hizo program na vyuo vinavyotambulika. Kwa hiyo na kwenyewe kule itabidi uweke hiyo award verification number. Kwa hiyo ukiwapa wale wanaingiza kwenye mtandao wanaweza kuona kwa urahisi. Kwa hiyo award verification number kimsingi inasaidia katika utendaji wa kazi wa vyuo wa TCU pamoja na bodi ya mikopo na taasisi zingine ambazo zinahitaji hiyo award verification number, kwa sababu ni njia rahisi ambako unaweza kuthibitisha bila kuwa na shaka kwamba huyu mwanafunzi amesoma program inayohusika na inatambuliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Naam. Sasa narudi nyuma sasa. Karibu. Swali lile. Ndio. AVN namba. Kwa sasa hivi hakuna mwombaji ambaye atafanyiwa udahili na kujiunga na chuo bila kuwa na hiyo namba, bila kuiwakilisha hiyo namba. Ndio. Swali ni lile kwamba AVN ni nini? Labda kabla nisijaeleza kwamba AVN ni nini, niseme labda mchakato wa kuipata hiyo AVN. Mchakato ni kwamba mwanafunzi ambaye amehitimu mafunzo katika ngazi ya diploma anatakiwa aingie kwenye tovuti ya baraza ambayo ni www.nacte.go.tz. Mle atakutana na kitufe kimeandikwa award verification. Award verification. Sasa ile akibofya kile kitufe kile kitampeleka moja kwa moja kwenye ukurasa. Na swali la kwanza ambalo ataulizwa mwanafunzi, ataulizwa je, umehitimu kidato cha 4? Na pale amepewa option mbili. Anatakiwa achague ndio au hapana. Akichagua ndio, maana kwamba anathibitisha kwamba yeye amehitimu, amesoma ngazi O-level, amemaliza O-level, amesoma kidato cha 4. Kwa hiyo akitiki ile, ina maana kwamba tayari itamletea swali lingine. Umemaliza mwaka gani? Ingiza index namba yako.
Kwa nini hivyo vinatakikana? Kwa sababu vile vinatakikana kwa sababu mfumo wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi umeunganishwa na mfumo wa Baraza la Mitihani. Kwa hiyo ukiingiza hizo na hiyo index namba yako na mwaka uliohitimu, tayari mfumo utaweza kufetch, utaweza kuchukua zile taarifa zako za matokeo yako ya mtihani ya form 4 ili kuweza kufanya nini? Kuyaweka karibu pale unapokuwa unafanya evaluation. Lakini pia itakuja kufanya kazi nyingine ambayo mara nyingi wanaomba hii award verification number wamekuwa wakiuliza, wanapata kitu kinaitwa name mismatch, yani kutofautiana kwa majina. Kwa mfano jina ambalo amesomea diploma linatofautiana na jina ambalo amesomea wakati ameweza form 4. Na mathalan nimekuwa tukizungumza mifano hai, kwa mfano mtu alikuwa anaitwa form 4 na jina lake anaitwa Khadija ya KH, lakini akienda kwenye chuo, kwa sababu chuo wanachapa majina yale kwa labda kwenye kompyuta wanaingiza kwenye mifumo yao na nini wanachapa. Sasa mtu ambaye amezoea Khadija K kaachwa. K kaacha tayari, huyo akiingiza sasa ile nani akiingiza index namba yake ya form 4, akaja akaingiza na namba yake yaliyofanyia mtihani wa diploma. Kwa hiyo itaonyesha kwamba mbona majina yanatofautiana, system inamwambia. Kwa hiyo itamletea message kwamba kuna name mismatch. Kwa hiyo hii lazima aweze kuthibitisha kwamba ni kitu gani hichi. Kwa hiyo hii ni kuondoa hizo tofauti ambazo zilikuwa zipo, ambazo pia ilikuwa ni changamoto inapatikana. Mtu akishaomba kule ameenda na cheti cha diploma kina jina limeandikwa tofauti, lakini cheti cha form 4 kina jina tofauti. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, kuna mtu mwingine mathalan wakati anasoma O level alikuwa anatumia jina fulani, lakini baadaye mathalan labda kwa kina mama baada ya kuwa wamehitimu. Kwa hiyo baada ya kuhitimu wao wameolewa, baada ya kuolewa wanabadilisha majina. Sasa baada ya kubadilisha jina utakuta yeye moja kwa moja jina lake labda alikuwa anaitwa Hamisa Juma, baada ya kuolewa anaitwa Hamisa Ali. Kwa hiyo na yenyewe huyu itamletea hiyo kitu na tunakiita name mismatch. Kwa hiyo vyote labda tutamhitaji alete hiyo affidavit ya kuonyesha kwamba haya majina yote yanatakiwa yatumie, na vitu kama hivi tunaweza kuvifanya. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza kwamba ataomba kupitia kwenye mtandao wa NACTE, atajibu maswali, ataweka taarifa zake kulingana na maswali anayokuwa anaulizwa. Kama kuhitimu form 4 akasema hapana, swali litataka kuja hawezi kuulizwa kwamba namba yako ya form 4 ni ipi. Kwa hiyo ataweza kuulizwa taarifa zingine. Kwa hiyo hizi taarifa ataziweka kadri anavyoweza inavyowezekana, na huyu mwanafunzi ataweza kuendelea namna hii. Sasa award verification number ni nini? Anaipataje? No, umeniuliza award verification number ni nini? Hiki ni kitu gani hasa? Nikasema award verification number nimezungumza kwamba hii ni namba, lakini hii ni namba ambayo inatoa, ningezungumza kwa lugha ya kitaalamu niseme link. Ni link ambayo ukiitoa kwa mahali fulani, au ningesema kwamba ni kama ufunguo ambao ukimpa mtu, au ni kama gate pass. Labda unapotaka kwenda mahali fulani mtu anakupa gate pass, au niseme ni passport labda kwa lugha nyingine ambayo inaweza ikawa rahisi. Ukitaka au ni visa niseme password. No, sio visa. Ukitaka kutoka hapa kwenda nchi nyingine, si unatakiwa una visa. Ndio wanakutambua kwamba wewe sasa ni raia wa Tanzania, wataangalia na passport na vitu kama hivyo, lakini visa umepewa ambayo inakuruhusu kuingia katika nchi fulani. Visa unapewa na nchi ile unayotaka kwenda. Sasa na sisi huku unapomba hiyo nani avian ni link, ndio visa yenyewe hiyo, kwamba ukienda kwenye chuo unachotaka kwenda unachoomba kile unaambatanisha na ile. Sasa chuo kinaitumia kuangalia wewe, je, wewe ambaye umeomba ndio wewe mwenyewe? Hii pia avian ni kitu ambacho kimetusaidia sana. Vyuo vina hiyo connection ya mifumo. Exactly. Vyuo vyote vina mifumo yetu lazima iongee. Hili ni swala la msingi. Huwezi kuwa na mfumo ambao ukawa na mfumo wako wewe peke yako. Mifumo lazima iongee. Vyuo vyote vilivyo Tanzania tayari mifumo yao inaongea na mfumo wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, na particularly katika muktadha wa matokeo na taarifa za wanafunzi. Hivi iliko sawa. Kwa hiyo wana nani, na si vyuo tu, nimezungumza pamoja na taasisi zingine, Baraza la Mitihani, TCU, bodi ya mikopo na kadhalika. Kwa hiyo na TAMISEMI na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hizi zote mifumo wanaweza kuaccess hizi taarifa za mwanafunzi. Kwa hiyo ili uweze kuaccess, kwa sababu kama chuo wewe unahitaji kujua taarifa, kwa mfano tunao wanafunzi kwa mfano wanaohitimu kwa mwaka ni wanafunzi labda 120,000 kwa mwaka wamehitimu. Wewe una chuo chako. Sasa chuo chako unataka kupata taarifa za mwanafunzi Twaha ambaye amehitimu chuo X. Huhitaji kupata wanakujua wanafunzi wote wale kusort out kwamba katika wanafunzi 120,000 waliomaliza mwaka 2017 ngoja namtafuta Twaha. Itakuwa ni kazi tedious, itakuwa ni kazi ngumu kidogo.
Kwa hiyo sasa ili uweze kupata kiurahisi, hiyo ndio ukipeka hiyo award verification number ni unique number, inakuletea huyo mtu ambaye unayemhitaji bila kupata bugudha ya kupata tabu ya kupitia labda orodha ndefu ya wanafunzi. Hiyo ndio award verification number. Award verification number. Kwa faida ya watazamaji hasa wanafunzi, award verification number haimhusu muhitimu wa kidato cha 6, ndio? Award verification number haimhusu mwanafunzi aliyehitimu kidato cha 6 ambaye anataka kwenda kusoma elimu ya juu. Inamhusu muhitimu wa diploma. Nataka niweke vizuri hapa. Haimhusu mwanafunzi aliyehitimu kidato cha 6 anayetaka kwenda kusoma elimu ya juu, chuo kikuu. Huyu haimhusu. Huyu anaomba moja kwa moja kwa kutumia hiyo index number zake ya form 4 pamoja na form 6. Lakini yule ambaye amehitimu diploma, kwenye vyuo wamesema wale wahitimu wa diploma wanasema ni equivalent qualifications wanaziita. Wakiingia kwenye mwongozo wa udahili wa wanafunzi ambao umetolewa na TCU, wataona kwamba wanaweka sifa za wahitimu au wale wanaoomba wakiwa na equivalent qualification, kwa maana wakiwa wenye diploma. Hawa ndio tunaowazungumzia kwamba ni award verification number. Lakini pia swali hili nalijibu hivi kwamba kwa wale wanaounganisha moja kwa moja, kuna wale wahitimu wa kidato cha 6 ambao anataka kusoma masomo ya diploma. Huyu hahitaji award verification number. Huyu anaomba moja kwa moja kwenye vyuo. Kama anataka kusoma diploma au ngazi ya cheti, anaomba moja, hahitaji. Wanaohitaji award verification number ni wale tu ambao wanakusudia au wana nia ya kujiendeleza katika elimu ya juu, kwa maana kama kutoka ngazi ya diploma kwenda ngazi ya huyu ni mhitimu wa diploma tayari amepata award, amepata cheti cha diploma. Yes, amepata award yake ya diploma, amepata award yake hiyo. Hii namba tunayozungumza ina uhusiano na ile award yenyewe ile kwa maana ya cheti, ndio? Ndio, exactly. Cha diploma. Kwamba ulishapata cheti na hiyo ndio award, kwa hiyo cheti kina namba. Na sasa cheti ni karatasi niseme. Hiki ndicho cheti hichi. Hiki ndicho cheti changu hichi. Cheti hiki kina taarifa zake. Sawa. Taarifa ziko nyingi kwenye cheti. Lakini award verification number ile niseme napata tabu kupata neno la Kiswahili, lakini ni soft, yani ni soft document. Hii ni hard document. Lakini hii ni soft document ambayo soft document inazungumza kwamba chuo kinaipata moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa Baraza la Taifa Elimu ya Ufundi bila kupata tabu yoyote. Na kwa hiyo kwa sababu ni soft document itakuletea zaidi ya taarifa ya cheti hiki. Exactly, inatoa taarifa pengine zaidi zilizo kuliko zilizo kwenye cheti. Kwa mfano kwenye cheti hapa cha mwanafunzi, cheti ambacho cha kuhitimu ambacho mwanafunzi ametunukiwa, pale essentially kina vitu vikubwa vitatu. Cheti kina jina la mhitimu, kina hiyo ngazi aliyohitimu, kina na program aliyohitimu na mwaka aliyohitimu. Basi ndio taarifa za msingi tunazopata. Kiwango cha ufaulu si na kiwango cha ufaulu. Lakini sasa ukienda kwenye award verification number ile ambayo ni soft ile, sasa ile ina taarifa zaidi ya hizo. Ukitaka kwa mfano mwanafunzi amesoma masomo gani, utayaona mle. Kama ni somo hili alipata nini, somo hili alipata nini, somo hili alipata nini. Lakini mle utapata pia kwamba huyu ni mwanafunzi, jinsia yake utaipata, utapata tarehe ya kuzaliwa kwa yule mwanafunzi, utapata tarehe alianza lini kusoma, amehitimu nini. Kwa ufupi taarifa zote za kitaaluma zinapatikana moja kwa moja kwa njia ya soft copy. Nikushukuru sana. Baada ya kuifahamu AVN, si vibaya ukirudia tu kwa ufupi na ipataje, sababu hapa lengo ni kutomwacha pembeni mwanafunzi ambaye anajiandaa kujiunga na chuo kikuu kutoka ngazi ya diploma. Unaipataje award verification number? Nimezungumza kwamba anayetaka kupata award verification number ni mhitimu yoyote ambaye amehitimu ngazi ya diploma. Kwa hiyo huyu anachotakiwa kufanya ni kitu kidogo tu, aingie kwenye website ya Baraza la Taifa Elimu ya Ufundi, kwa maana ni www.nacte.go.tz. Sio nectar, Nacte. Nacte. Ni rahisi tu. Zile W ziko 3, unaweka doti, unaandika nacte.go.tz. Basi ukiingiza hiyo itakuletea sasa ile utaona kuna ile page ambayo inazungumzia habari mbalimbali za Baraza la Taifa ya Ufundi. Wewe tafuta kitu kama ambapo pameandikwa award verification. Sasa award verification pale, ukibonyeza ile award verification pale ndio utaanza kukutana na yale maswali ambayo nimesema. Swali la kwanza ambalo utakutana ndio swali moja, linakuja moja tu, hautaona mengi. Swali la kwanza utakalo kukutana nalo kwamba umehitimu kidato cha 4,
Of course kabla ya swali ile kuna maelezo kwamba kama unataka kuomba award verification number ni vitu gani ambavyo unatakiwa uwe navyo na namna gani. Na vimeelezwa kwa sababu kwa wale kuna wahitimu wa diploma ambao labda katika vyuo tofauti. Kuna waliohitimu ndani ya Tanzania, kuna waliohitimu nje ya nchi. Yule aliyehitimu nje ya nchi pamoja kwamba atajaza taarifa zake kule, atajaza kwa mfano nimemaliza kidato cha 4. Swali la pili umehitimu NECTA au nje ya nchi. Atajaza nje ya nchi. Ataambiwa ingiza nchi gani labda Kenya. Haya itamwambia sasa ingiza, kwa sababu akishasema Kenya itamwambia ingiza namba yake ya usajili wa hiyo wa cheti chake cha Kenya kile. Lakini itamwambia sasa kwamba aweze kuupload, kwa maana kupakia, kwa sababu lazima awe na scanned document zile za cheti chake cha form 4 na equivalent letter ambayo amepata kutoka baraza la mitihani, apate na cheti chake aviscan kwenye PDF ili aweze kuviattach kule kwenye mfumo. Kwa hiyo ataulizwa. Lakini yule ambaye amesoma Tanzania hataulizwa swali la kuingia kwamba ingiza vyeti vyako. Kwa sababu kinza index number inamwambia sasa aingize mwaka, kishaingiza mwaka itaendelea moja kwa moja kwamba umehitimu ngazi gani, diploma na nini. Lakini kuna swali moja ambalo pia linaulizwa kwa wale wahitimu wa Tanzania, na hili limekuwa linaleta labda pengine confusion kwa baadhi ya waombaji na simu zimekuwa zinakuwa nyingi. Kuna swali moja linaulizwa kwamba how many seats do you have? Kwamba umefanya mtihani wa kidato cha 4 mara ngapi? Kaulizwa how many seats, una viti vingapi? Sasa seat ya kiti na seat ya kukaa kwa mtihani, yani zile spelling zinatofautiana. Lakini sasa labda mtu hawezi kuelewa, na hata ukisema kwamba una vikao vingapi vya mtihani bado inaweza kuwa ni 3. Kwa hiyo unaleta ukakasi. Lakini kinachozungumzwa pale, kuna mtu ambaye amesoma form 4 labda katika first seat alikuwa alipata labda hakupata sifa za kumtosheleza, akaenda tena kulisiti mtihani kama private candidate, akapata labda sifa nyingine akaongezea, akaenda tena kufanya mara ya 3, akapata sasa, akawa na sifa zinazomruhusu sasa kwa ajili ya kusoma. Kwa nini swali hili linaulizwa? Kwa sababu mimi nilitegemea kwamba ile siti ndio kaa ya mwisho, ile ndio inanipa sifa naendelea. Siti ya mwisho yani unapokuwa unafanya hizi siti za mitihani ni kwamba unajazia kwenye kile ulichokuwa nacho mwanzo. Na uzuri kwamba baraza la mitihani wakishatoa, kwa mfano mwaka huu wamekupa cheti, huwezi kwamba kwa sababu umerisiti tena mwaka unaofuata kwamba zile za nyuma na transfer zote zinakuwa kwenye cheti kimoja. Hapana, kwa sababu hizi ni different seats. Na zina muhimu sana hizi seats huko tunakokuwa tunafanya kazi, kwa sababu kuna baadhi ya taaluma ambazo au kozi ambazo unahitaji wewe umefanya seat mara moja, sio mara nyingi. Kwa hiyo hizi naro wamekuwa watu wakiliuza. Kwa hiyo haya maswali yataulizwa pale, mtu atajaza. Sasa huyu kuna kitu kingine labda nikiseme, mtu anapokuwa anafanya hii award verification number, wengi wamekuwa wakituliza maswali mengi sana kwamba labda anapewa muda. Kwa nini napewa muda mrefu sana mimi kupata hiyo award verification number? Kwa nini inatolewa muda gani? Kwanza inatolewa muda wote. Maombi ni muda wote kwa mwaka throughout. Lakini sasa unapokuwa umekamilisha ile maombi, kuna wanaopata award verification number on the spot. Anapomaliza kujaza taarifa zake, tayari system ina generate award verification number. Huyu ni mtu wa namna gani ambaye ina generate moja kwa moja hiyo award verification number? Hawa ni wale ambao taarifa zao ziko kwenye database au kanzi data ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Matokeo yake ya mitihani tangu ameanza certificate mpaka anahitimu diploma yake yako kwenye mfumo wa baraza. Na matokeo haya yanawekwa na vyuo husika. Hili swala la msingi sana nalo labda nilifafanue vizuri kwamba chuo, mwanafunzi anapokuwa amehitimu, chuo kina wajibu kuhakikisha kwamba kinapakia matokeo, kina upload matokeo kwenye mfumo wa mitihani wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Na kisha pakia, kina wajibu wa kuhakikisha kwamba kinawasilisha nakala ngumu za matokeo ya wanafunzi kutuletea nakala ili tuweze kuhakiki kuona kwamba je, kilicho kwenye nakala ngumu na kilichoingizwa kwenye mfumo viko sawa sawa. Tukishavihakiki tunaingiza kwenye public domain ambako sasa huyu anayeomba hiyo award verification number anapata moja kwa moja. Huyu ni sehemu ya kwanza. Huyu apewe muda, anapata on the spot. Sasa kuna mwingine ambaye akiomba atapewa masaa kulingana na zile attachment zake. Nimezungumza kwa mfano yule ambaye amesoma O level, amesoma Kenya. Kwa hiyo huyu lazima tutataka kuangalia cheti chake cha form 4, tutataka kuconvert matokeo yake ya form 4 yale kuyaingiza kwenye mfumo, kwa sababu hayako kwenye mfumo, kwa sababu yeye amesoma Kenya.
Kwa hiyo lazima tuangalie na tuangalie zile itachukua muda. Itachukua muda. Huyu anaweza kapewa labda siku 2 au siku 3. Lakini kuna mwingine amesoma nje ya nchi hiyo O level na diploma na certificate amesoma nje ya nchi na diploma amesoma nje ya nchi. Kwa hiyo unaona kwamba ataweka zile attachment zake zitakuwepo pale. Kwa hiyo zile attachment akishaziweka zile zinatakiwa sisi tuzifanyie evaluation, tuzihakiki hizo taarifa. Kuna zile ni sahihi na pengine inaweza ikatujumuisha pia kuwasiliana na huko alikosoma ili kuweza kuhakiki, je, kuthibitisha kwamba hiki tunachokiona alichokiweka mwanafunzi ni sahihi, sio cha kugushi. Kwa hiyo tunataka kupata na uhakika huo. Kwa hiyo tunaweza kumpa kwa mfano, mara nyingi muda maximum ambao tunatoa ni masaa 120, kwamba utabidi usubiri ndani ya masaa 120 tunakuwa tumefanya kazi. Ni kusubiri ndani ya masaa 120. Sio lazima yafike. Naweza kutukumpa masaa 120 lakini labda baada ya masaa 3 tukakwambia tayari tukakuletea kwamba taarifa sasa kwamba endelea kukamilisha nini maombi yako ya kupata hiyo award verification number. Na kwa ziko kama hatua ngapi? Maana tulikuwa tukifuata hatua fulani kuna unakuja na maelezo mengine kufafanua. Ziko katika hatua kama ngapi ili kuifikia award generation ya maana sasa mfumo unakutengenezea namba. Yes. Niseme kwanza yale maombi yanafanywa kwa niseme ni unaongozwa na mfumo. Kulingana na namna unavyoweka taarifa zako unaweza yataendelea kujitokeza. Kwa mfano mtu ambaye amemaliza Tanzania O level akaweka index namba yake ataulizwa au many seats imeishia pale. Hata ulizwa kitu kingine. Lakini ambaye amesoma nje labda ataenda mbele kidogo. Kwa hiyo hatua zitategemeana na majibu unavyojibu maswali yale pale. Na lazima uwe makini kwa sababu utakapojibu tofauti itakuletea swali ambalo huna taarifa za. Nakushukuru sana. Unatakiwa uwe makini. Na hili ndio changamoto ambayo tunapata. Kwa mfano watu wanafanya wale wanaoomba hakamilishi zile taarifa. Au wakati anaingia kwenye mfumo akuwa na taarifa zote ambazo amezimaliza. Kwa hiyo anaingia anajaza taarifa zake alafu anaenda kupumzika. Alafu labda kesho anakuja kuendelea kujaza. Kesho kutwa anakuja kuendelea kujaza. Kwa hiyo zile hatua sio vivid, lakini niseme kwa mtu ambaye ana taarifa zake zote zimekamilika haiwezi kumchukua zaidi ya dakika 5 kwa amekamilisha maombi yake. Hebu tuende sasa kwenye hali halisi ya wanafunzi sasa kuzipata hizi namba. Ikoje? Award verification number kwa mfano mathalan kwa mwaka huu wa 2018 tumepata maombi takriban kama 1015 ya wanafunzi ambao wamefanya maombi ya award verification number, lakini wale waliofanikiwa kukamilisha maombi yao ni jumla wako kama 9,000 hivi ndio waliokamilisha maombi, na katika 9,000 waliokamilisha maombi wale ambao wamepatiwa zile award verification number wako kama 6,000 hivi na ushekhi. Kwa hiyo utakuta kwa mfano nusu. Naam? Karibu chini ya nusu kabisa. Sasa kuna nazungumzia wale ambao kwa sababu nimezungumza kwamba mtu kuna wengine wanafanya maombi lakini hawakamilishi maombi, hawajakamilisha ile maombi yao. Kwa hiyo huyu hakuna namna yote ambayo tunaweza kumsaidia. Kwa sababu ile ana profile yake atakamilisha, anaweza kamilisha hata mwakani hata mwaka kesho kutu. Kwa sababu tayari yeye ameshatengeneza ile profile yake. Kwa hiyo atakuwa anaendelea. Atakuwa anaingia anazidi kuongezea of course anapewa username na password. Kwa hiyo atakuwa anaingia anaendelea kuweka taarifa zake mpaka atakapozikamilisha. Kwa hiyo wale ambao wamekamilisha zile award verification number ndio hawa ambao tayari mpaka wiki nizungumza mpaka Jumatatu tayari tulikuwa tumewapatia kama 6,000. Sasa sijaangalia takwimu za jana ambako tulikuwa tunaangalia na 3,000 tulikuwa tumewatoa wengi wao. Na maombi yanakuwa ni mazuri na watu wanafanikiwa na hawapati changamoto. Sasa wale wanaopata changamoto ni wale ambao nimezungumza kwamba changamoto inatokana na baadhi ya watu wachache. Na katika hawa kwa mfano ambao hawajapata award verification number ambao nimezungumza ambao kama 2,000 na kitu hivi ambao wamekamilisha maombi lakini kama 2,900 hivi walikuwa hawajapata hiyo award verification number. Sababu kubwa ni kwamba hawa wamehitimu labda katika kati ya mwezi Juni na Julai. Sasa baada ya kuhitimu wamekuja kuomba wao wakihitimu anapewa provisional results. Yale matokeo ya awali. Kwa hiyo anafanya maombi moja kwa moja kwa kutumia hiyo provisional results. Sasa tunapokuwa tunafanya uhakiki wa awadi mara nyingi huwa tutumii hiyo provisional results. Provisional result unapewa wewe muhitimu ili uweze kujidhibitishia kwamba hiki ulichopewa kiko sahihi, au kama utakuwa na malalamiko kuhusiana na matokeo yako labda hayajakaa vizuri labda whatever kitu kimefanyika ili uweze kufuatia kwenye chuo mpaka hapo yanapokuwa yametolewa final. Sasa sisi tunafanyia kazi ambayo ni final. Kwa hiyo hawa walikuwa na provisional results ambako nishukuru Mungu kwamba vyuo vingi mathalan wiki hii na mwishoni mwa wiki iliyopita wamewasilisha matokeo mengi
ambayo sasa yanapakizwa kwenye mifumo, wameshapakizwa kwenye mifumo, sisi tunafanyia verification, na hawa ambao walikuwa labda pending nao tayari wameshaanza kupata hizo award verification namba zao. Na nikushukuru sana Twaha, mkuu wa kitengo cha udahili, kwa kushiriki nasi. Message gani ambayo sasa unataka kuwaachia wanafunzi ambao sasa hivi ndio msimu wenyewe wa udahili? Ndio. Mimi message yangu ni kwamba kwanza wanafunzi wanaomba wanaokusudia kuomba kwenye vyuo vikuu waliohitimu diploma wa kwanza watulie, waingie kwenye mfumo akiwa na taarifa zake kamili, na aweke taarifa ambazo ziko sawa sawa, kwa sababu tatizo lingine mwanafunzi anaweka taarifa ambazo labda haziko sawa sawa. Sasa hizi zinamchelewesha tu. Lakini lingine niseme kwamba ambacho nataka ni washauri kwamba wanafunzi kabla taarifa ambazo sio sawa sawa zitakukwamisha tu mbele ya safari. Zitakukwamisha wewe mwenyewe. Kwa sababu utatakiwa, kwa mfano kama ukiweka taarifa ambazo sio sawa sawa. Kwa mfano umeweka labda namba uliyoweka ya mtihani labda ya kuhitimu kidato cha ya kumaliza diploma, ile namba uliyotumia kufanyia mtihani ukaingiza sio sahihi. Kwa hiyo itakufanya uendelee kusubiri, kwa sababu huwezi kufanikiwa. Na la pengine itakulazimisha unajikuta unalazimika kwa kuskani, kwa sababu anapoingiza namba ambayo sio sahihi analazimika kuskani cheti chake kukiweka. Kwa hiyo utapewa muda wa kusubiri. Lakini kama ukiwa na namba yako ambayo iko sahihi, hutahitaji muda wa kusubiri, haitokuchelewesha. Kwa hiyo kwanza ni kuwa makini. La pili ni kuhakikisha kwamba wanaingiza taarifa ambazo ziko sahihi. Lakini tatu ni kwamba wale ambao wanakusudia kuomba, kwa sababu kumekuwepo na taarifa kwamba baadhi ya vyuo vinakataa kuwasilisha matokeo Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi ili wanafunzi wasipatiwe AVN, ili mwisho wa siku muda ukishaisha waweze kurudi kwenye vyuo ambavyo walisoma ili wasome degree, kwa sababu kuna baadhi ya vyuo ambavyo sasa hii taarifa na yenyewe sio sawa sawa. Nimekusikia vizuri ulivyozungumza kwamba ili uweze kujiunga na elimu ya juu ni lazima uwe na award verification number. Kwa hiyo hata kama utakuwa unarudi kwenye chuo kile, kama huna award verification number ni kesi nyingine, na hauwezi kutambua, kwa sababu TCU hawataweza kukuhakiki. Na kama ukuhakikiwa na TCU, na maana utakuwa unapoteza muda wako kuendelea kuwepo kwenye taasisi. Kama unaendelea kusoma, kama unapoteza muda, unapoteza na rasilimali zako. Kwa hiyo waombe hiyo award verification number. Lakini pili, kama mwanachuo anapata tabu, amefuatilia matokeo yake kwenye chuo kinamsumbua, na yeye amehitimu, anaona kwamba muda ambao amehitimu ni muda ambao ni considerable, ni muda wa kutosha, kwamba haoni sababu kwa nini matokeo yake hayajawasilishwa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, mimi nafikiri wasipate tabu sana. Wamwandikie katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, wakielezea kwamba mimi nimehitimu mwaka fulani, lakini nimekuwa nikifuatilia chuo, matokeo yangu hawajawasilisha baraza, naomba baraza lisaidie. Sasa sisi baraza tutaweza kuwasiliana na chuo moja kwa moja. Kwa nini matokeo ya wahitimu labda wa mwaka fulani au labda wa ngazi fulani, kwa nini matokeo hayajawasilishwa? Ili kuhakikisha kwamba hawa wanaoomba wanafunzi tunawatendea haki, wanapata haki yao ya kimsingi. Kwa hiyo nilikuwa nashauri kwamba wahakikishe kwamba wanafanya hivi. Na lingine kwamba mwanafunzi kabla labda hajahamaki kwamba matokeo yangu, kwa sababu kumekuwepo na mpira kwamba akija NACTE kwenye mfumo tunamwambia matokeo yake hayajawasilishwa au taarifa zako hazijawasilishwa na chuo chako, lakini akienda kwenye chuo anasema sisi tulishapeleka NACTE. Sasa ili aweze kuwa na uhakika, kile tunachokiona sisi NACTE tunakiona kwenye mfumo, na chuo tunachokiona kwenye mfumo chuo wanakiona, kwa sababu nimezungumza kwamba mfumo wetu na vyuo vyote vimeunganishwa. Kwa hiyo tunachokiona ni kile ambacho kiona, lakini mwanafunzi anaweza hakiona kwa wakati wake. Akiingia kwenye website ya baraza ile ambayo tumezungumza www.nacte.go.tz, kuna mahali ambapo pameandikwa Student Information Verification. Student Information Verification. Akibonyeza pale atatakiwa aingize namba yake ile ya diploma, aliyofanyia diploma. Akiingiza pale atapewa taarifa kwamba wewe matokeo yako yote yalishawasilishwa NACTE na yameshafanywa NACTE. Au wewe matokeo yako yameshawasilishwa NACTE lakini NACTE hawajafanya kazi yake, ili aweze kusema mwenyewe NACTE kwa nini mnanikwamisha. Kwa hiyo atapewa taarifa kuhusiana na status ya matokeo yake kama ambavyo yalivyo kwenye mfumo wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi. Kwa hiyo akiona kama vile, nadhani atakuwa na tabu, ataweza kuendelea na mambo yake, yatakuwa ni mazuri. AVN, Award Verification Number, namba ya muhimu sana, na si ya muhimu, ya lazima. Ya ni lazima. Si muhimu tu, ni lazima uwe nayo, vinginevyo hautatambulika. Taarifa zako unaweza ukasoma mwisho wa siku ukaishia tu kusoma. Na ukaambia kwamba wewe labda ulichokisoma hakitambuliki. Hatukutambui kwa sababu uliingia. Lakini nilikuwa nimesikia kitu kimoja wakati umemaliza kusoma magazeti, ukawa unazungumzia kwamba mtu anapotaka kwenda kusoma lazima masharti na vigezo vizingatiwe. Sijajua ulikuwa unamaanisha nini pale. Nataka nikuulize swali.
nina sifa za kuingia degree, ndio kwa maana ya matokeo. Lakini kuwa na sifa haitoshi kwa maana ya max zile nimepata point kadhaa, ndio. Hii haitoshi. Ndio. Sasa kinachofuata sasa ni taratibu zile. Sasa ndio vigezo na masharti. Lazima uwe na AVN. Ndio. Bila kuwa na AVN husongi mbele. Kwa hiyo ndio unasema vigezo na masharti lazima zingatiwe. Lakini mimi nikaa nimeenda mbali zaidi kwamba na sifa ni kitu cha msingi. Kwa sababu tunapozungumza vigezo ni pamoja na sifa. Kwenye hizi watu waliwahitimu labda niseme kwa ngazi ya diploma na ngazi ya stashahada. Na hili nadhani nilizungumza na nilisisitiza kwa wapenzi wetu, watazamaji wetu, kwamba mtu anapotaka kuomba asilubuniwe na mtu au yeyote kumwambia bwana wewe unaweza ukasoma bwana, wewe labda una sifa hizi, hizi sifa zimepungua kidogo, lakini ukienda ukisoma bwana huko mbele mambo yatakuja kujiseti yenyewe. Sio kweli. Unaweza ukasoma ukahitimu diploma yako, lakini tunapokuwa tunahakiki hiyo diploma utakuja kuambia kwamba wewe hukuwa na sifa za kusomea diploma yako, hukuwa na sifa. Kwa sasa hivi kwa mfano, ili uweze kusoma masomo katika ngazi ya cheti na diploma, unatakiwa sifa ambazo zimewekwa na baraza. Sifa za jumla ni kwamba mwanafunzi awe na ufaulu wa alama 4 katika masomo manne yasiyojumuisha masomo ya dini, kwa maana ya Bible knowledge pamoja na Islamic knowledge. Lakini ukiwa na alama 4 za masomo katika masomo yote, wewe tayari una qualify, una sifa za kusoma ngazi ya cheti na diploma. Lakini kama ukitaka kusoma kwa mfano kuna baadhi ya program ambazo zina sifa maalum, specific entry qualifications. Kwa mfano mtu anayetaka kusoma nursing, sifa zina tofauti. Wa nursing ameambiwa anatakiwa awe na C ya biology, awe na C ama ya chemistry au ya physics, na akiwa na C labda ya physics, chemistry lazima awe na D, na wameweka na sifa zingine za ziada. Kwa hiyo utakuta kwamba pale sio kwamba uwe na D4 peke yake, kwa sababu watu wengine wanamwambia bwana unaweza kuomba hata hiyo nursing ukasoma kwa sababu tayari wamesema uwe na D4 tu, na D4 unazo. Hapana, kuna sifa maalum, na ndio maana tunazungumzia kwamba mtu aingie kabla hajaomba aweze kupata data. Kama unaenda kwenye chuo waambie bwana sifa za kujiunga na hii program ni zipi ambazo zimepitishwa, apewe. La, aingie kwenye kama nilivyosema kwenye admission guide kwamba inapatikana kwenye online moja kwa moja kwenye website ya NACTE. Uingie uziangalie zile sifa uweze kujua kwamba mimi hizi sifa ninazo, hilo moja. Lakini la pili, kuna baadhi ya taasisi wamekuwa wanafanya kozi wanaziita kozi za kukuongezea sifa. Kwamba wewe una sifa za form 4 lakini tunakupa kozi hii ukisoma hiki kama foundation courses wanaziita wengine. Pre whatever. Sasa hizi hazikuongezei sifa katika kidato cha 4. Hicho ni kitu kingine. Kwa hiyo haikupi sifa ya kidato cha 4, kwa sababu tunaangalia kidato cha 4 sifa lazima uwe na ufaulu ambao unaote. Kwa hiyo uhakikishe kwamba, labda niseme wito wangu kwamba wahakikishe wanapotaka kuomba kudahili wanahakikisha kwamba wanazo sifa zinazostahiki. Kama hana sifa asitaki kutafuta njia shortcut. Inawezekana watu wakamtapeli kwamba wewe ingia tu akawa anasoma kinyume, lakini kimsingi kwamba hawezi. Lakini sasa anaingiaje kama sifa hana? Anaweza akafika huko? Anaweza akafika huko au hawezi kufika. Anaweza akafika, anaweza asifike. Kwa sababu hapa unajua tunazungumzia watu. Kuna baadhi ya taasisi ambazo ziko kwa ajili ya kama biashara. Na hizi taasisi actually sio biashara, zinatapeli watu. Zinatapeli watu, na nadhani umesikia Baraza la Taifa sisi tunakagua na vyuo ambavyo tunakuta haviendeshi kwa mujibu wa taratibu tunavifungia. Kwa hiyo kuna vyuo ambavyo vinaweza vikawa vinachukua na baadhi ya wanafunzi vinawasema bwana njoo kuna pre kama zile wanaita pre foundation course au nini kwamba hizo ukisoma baadaye utakuja kuwa na sifa. Na mara nyingi tumekuwa tukizungumza na tunaendelea kuzungumza kwamba wanafunzi wanaosoma kwenye vyuo wajitahidi kuwa na kujihakikisha kuona kwamba je wanatambuliwa. Nimezungumza ile student information verification. Hiyo sio kwa mhitimu tu, kwa mwanafunzi yote ambaye yuko chuoni akiingia muda aingize ile registration number yake ya chuo waliompa ile. Awaulize NACTE, naomba chuo mnipe registration number ya NACTE. Aingize pale kwenye student information verification. Itamwambia kwamba wewe unaitwa Twaha, unasoma chuo kinaitwa Dar es Salaam Institute of Technology, unasoma civil engineering, uko mwaka wa 5 na matokeo yako ya mwaka wa kwanza na wa pili na wa 3 yalishawasilishwa. Hizi taarifa atazipata mwanafunzi ili uendelee kuwa unaposoma uwe na uhakika. Kwa hiyo anapokuwa amedahiliwa mwanafunzi kwenye chuo, akasajiliwa, akaanza masomo, the moment anaanza masomo
aweze kujiangalia kwamba atatumia AVN no. Anatumia hiyo registration number yake anayopewa chuoni kujiangalia kwamba je, mimi natambulika huku, nafahamika. Akiona hayuma amuulize admission officer, mbona mimi sionekani kwenye mfumo wa baraza? Vipi? Natambulika na nani hapa, kwamba nasoma vipi? Ili wamueleze. Asante sana Twaha, mkuu wa kitengo cha udahili kutoka NACTE. Asante kwa ufafanuzi. Nakushukuru sana. Na bila shaka wanafunzi wanaojiandaa kwenda katika elimu ya juu watakuwa wamejifunza mengi na kuzingatia vigezo na masharti. Muhimu sana. Nakushukuru sana. Na nafika mwisho wa maelezo haya kutoka kwa Twaha ambaye ni mkuu wa kitengo cha udahili NACTE.